humbling. Humbling. I'll not ask you to define humbling. I'll do it as far as God has helped me and as far as He's going to help me. Humbling. Kunyenyekea. Jinsi nyingine ya kuregesha maabudu yaliyo na afya. Maana kama maabudu yamekosa afya, basi maabudu haya kuna uwezekano yananuka. Na ikiwa yananuka, hakuna wezaye kupenda akae mahali panaponuka. Na sisi ni wanadamu. Sasa je, fikiria kama mwanadamu hawezi akapenda akae mahali kunanuka, Mungu naye atakaa? Hapana, atatoka atafute mahali panaponukia. Bwana Yesu asifiwe. So the best or the other way which we can bring in the healthy worship is by humbling. Brethren, when this word was being brought into me, I felt it like, kumbe, I'm not even where it is needed. And you see the worship, if the worship shall gain its health, hii milango kufunguliwa, haiwezi kachukua hata siku mbili. Haiwezi kachukua siku mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezi kachukua siku mbili. And that is why the people are like in a trouble. They are like in a trap. They are like in captive. They are like unproductive. We have no say. We are in slavery. We are enslaved. So the worship is unhealthy. Oh my God. May you help your people to bring back the healthy worship again. Praise the name of the living God. Help your people. Help us, Lord. To humble. This is how I brought it from this perspective. Humbling. It is being aware of your failings. Being aware of your failings. Yani umetambua, hapa ndio nimeangukia. Na kwa sababu nimetambua nimeangukia hapa, then I have to find how to rise up again. Bwana Yesu asifiwe. I have to find how to come back to the point that I was before I failed. Unajua unapokuwa unatembea na uteguke, alafu anguke chini, ama uteguke upate kwamba umetoka katika msimamo uliokuwa ndani, then automatically or rightly it means we have lost the direction to the destiny. Sasa when you see somebody has discovered he has failed, it means this person has realized he's missing his direction to the destiny which is our heaven. Bwana Yesu asifiwe. I also thought, you see, when you talk of humbling, apart from saying that ni mtu kutambua pale ambapo ama yale ambayo umetenda yaliyo kinyume, humbling pia ni kujua kuna uwezo mwingine zaidi wa kukushinda wewe. Amen. It is realizing there is another power that is greater than the power which I have. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua wakati maabudu, wapendwa, even as you get me clearly, you see, maabudu yanapokosa afya, ina maana hata katika hayo maabudu haujatambua kuna uweza ulio ni mkuu kushinda uweza ulio nao. Yes, I might be a father of the house because I have my family. Thank you. Now my family will feel I'm the person who has the power in that family. But for me to show that I'm humbling, I have to recognize
Apart from me being the father to these people, there is another Father who is the Father of us all. Bwana Yesu asifiwe. And when that happens, I tell you, we shall be restoring the worship that God needs. Worship is not only in church. Worship begins right there at home. Unapata mama anakosa kunyenyekea ama kuhumble mbele ya mume, na tayari pale ibada inaharibika. And that is why you come to church. You are a church mother. You are a leader of praise and worship. Yes, we understand. Thank you. But now what happened at home? Because there was a misunderstanding with an authority that was above you. You never accepted. Even as you come here, believe me, the heavens won't open. We are told, ibada huanzia nyumbani. Some people are good when they are in the church. They speak humbly. You can even say, oh God, come now. These are the people going to heaven. They speak well when the pastor is around. Even they keep other words away. Na kuna wengine hata wanakosa heshima mbele na wachungaji. Mchungaji ako pale, lakini anaongea maneno hata ambayo hayana utukufu. Anakuambia kwani atanipeleka wapi? Na anapata ujasiri wa kusema si ni mwanadamu tu kama mimi. Pole, we are not equal. Although we are all human beings, but there are different offices and levels of operation. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Praise the name of the living God. So a worship that is unhealthy, it means this worship has failed to recognize a power that is higher than the existing power. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. You see what is happening like right now in our nation. If we shall all humble right from our top power and discover, even though at my point I have the power, but there's a power above me. There's a power above the president. There's a power above the prime minister. And we all humble before this power, the worship shall gain its health. Na haya magonjwa hautaona yakiwa. God allowing this to happen, si kwamba atamechanganyikiwa, si kwamba atamekosa njia ya kuondoa. Kwani ni nini kwake? Anaweza akaondoa hata kwa sekunde na ikawa imeisha. Ask him how it came, he knows. Ask him how it will go, he knows. But he knows the time when this thing will end. And I've told you, why did he allow this? He's looking for people, we call them the true worshippers, who shall worship him in truth and in spirit. That is why ameona, wacha hii ifungwe, nifanye mchujo kwanza. Wale kuna wale wanaenda watanisahau, na wakinisahau hata tukitangaza makanisa yamefunguliwa, wewe atakaa miezi mingapi? Hawana habari makanisa yalifunguliwa. Usiwalaumu, ni mchujo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. But I pray for you, let the grace of God be upon you. Kwamba usisahau, you are a vessel of noble purpose in the kingdom of God. Humble before the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Humble before the living God. Allow me to read this Bible verse, and then we shall be continuing. The same book, John chapter 4. We shall read from verse 20 to 23. John chapter 4, verse 20 to 23. And the message we are talking about, it is restoring the healthy worship. Kuleta maabudu yaliyo ya afya, maabudu yaliyo mema, maabudu yaliyo yenye kumpendeza Mungu, maabudu yaliyo mazuri. That's what we want. John chapter 4, verse 20 to 23. Mtu anayeharibu anaweza akatengeneza tena. Chapter 4, verse 20.
The Bible says this: our fathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. How I wish you understand me in that verse. The conversation is between a Samaritan woman and Master Jesus. Huyu Msamaria anamwambia Yesu ya kwamba mababa zetu waliabudu katika mlima huu, lakini enyi Wayahudi madai kwamba mahali tunapofaa tuabudu ni Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Already in that, kuna contradiction that has come in. This woman is being disturbed. Where is the right place to worship the Lord? I wish she could have known. It is not about where is the right place. It should be, how is the right way to worship the Lord? Hallelujah. Not where. It's no longer a place. It is no longer a venue. It is no longer where you are. That is why the churches that you see today, zingine haziko jinsi zilivyo leo. Kuna wale walianzia ndani ya hall, na ikiwa ndani ya hall anything can happen. Watu hukodisha hall kama hiyo, na wakikodisha wanaitumia kwa shughuli ambayo wanaitaka wao. Hallelujah. Na wanapotumia hiyo hall kwa shughuli waitakayo, wakimaliza pia sisi watu wa Mungu, maana huko ndio tumeanzia, we also go kodisha the same hall. Tunafagia vizuri, tunaosha, baada ya kuosha tunapata nanukia vyema. From there we tell God, allow your presence to come down, and God's presence comes down. It is not a matter of where you are, it is how you do it. So don't tell me that because churches are closed, because churches and people are not allowed to go to church, now even my worship, it is no importance, even if it is true. Come on, even at home, God desires a true worship. Even on the way, God desires a true worship. And that is why the Samaritan woman is telling Jesus, listen, Jesus. Jesus, listen. Hey, this woman was so courageous. Telling Jesus, listen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke anaitwa Msamaria. Kitabu hiki cha Yohana 4 mstari wa 20. Mwanamke Msamaria akasema, baba zetu waliabudu katika mlima huu. Nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Hallelujah. So it means, kulingana na huyu Msamaria, alikuwa anatafuta ni wapi niende niabudu ndipo ibada yangu ionekane ni maabudu yanayokubalika. Hapana, si kuhusu mahali pa kuabudia, si kuhusu mahali pa kumuitia. Hata ukiwa barabarani unaweza ukasimama bado na ukaitia uwepo wa Mungu ukakushukia hapo hapo. Na si kwamba utakuwa wa kwanza, si kwamba utakuwa wa mwisho, si kwamba utakuwa umemaliza injili. No, hapana. In fact, utakuwa unaendeleza. Bwana Yesu asifiwe. So the true worship is not about where we are worshiping from. It is about how we are worshiping. Hallelujah. We might come here because the church is big, the church is good, the altar is fine, it is well decorated, and you feel, oh my, that's the best place to be. There are fans there. When you worship, you even don't feel like sweating. That's the best place to be. Come on. It is not about the best place. If it is a matter of place, the best place is heaven. But as we talk about worshiping, it is how we worship.
I wish ningepatiwa nafasi I tell you what worship is. You know, sometimes we talk of worship and we don't know what worship is. Tunaposema worship, some of us end up confusing. Worship ni kusema worship, when we say worship, many people end up confusing that it is now coming and say we sing worship songs. It is not about that. The worship I'm talking about, maabudu nizungumziayo, sio ya kuimba nyimbo za ibada tu za kuabudu. Hapana, sisemi kwamba kuimba nyimbo za kuabudu sio kuabudu. Ni njia moja ya kuabudu, sawa, lakini sizungumzii hayo. Nazungumzia kuabudu, yani committed devotion. How do I put it? Yani kujitolea. Let me see. Kujitolea katika utendaji kazi wako. That's the worship I'm talking about. You see, when you come on. Hata Mungu atusamehe. Kweli Mungu atusamehe sana. We need to be forgiven. Na kama tunaendelea jinsi hii, let me tell you for free, tutakuwa ndani ya kanisa tukisema tunaabudu, at the end of it all tunangojea moto. If we cannot go back and bring the worship that God needs, Bwana Yesu asifiwe, that means tutakuwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Maybe tutaokolewa tu kwa neema. Wajua kipindi hiki cha miezi mitatu ambayo sasa imeisha, kwani Mungu ambaye ametoa mwezi wa kwanza akatupeleka wa pili, ametuleta mpaka wa tatu, hali hii ikiendelea, leo ameshindwa. Hallelujah. Praise the name of the living God. Why should we sit and say, now pastor, goja makasa afunguliwe ndio tukuje? No. It's not about you coming here. It's about you doing the right thing even while at home. It's about you doing what is needed even at home. Bwana Yesu asifiwe. Fanya inayohitajika hata pale nyumbani. Biblia inasema kwa mfano, not actually kwa mfano, Biblia says that wale ambao hawajampokea Yesu, wanapotazama mienendo yetu, wanapotazama maadili yetu, wanastahili hayo maadili yenyewe yawavutie kumpokea Kristo. Lakini watu wakiangalia, watu wasemao wameokoka, wanasema hata ni heri sisi ambao tuko nje huko. Sababu wakiangalia, the only time you put where you unavaa nguo vizuri ni wakati unaingia wapi? Kanisani. Sasa hivi kwenye corona iko imekusaidia, unabadilisha vinyasa ukirudia kabisa. And then you want to tell me, pastor, I'm still a what? A worshiper. Sawa, you are a worshiper. But be put in mind, worshippers have no problem with worshippers. Why? Everybody is a worshiper. The only difference is, are you a true worshiper? Or if not, you know the other one. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanangojea makanisa kifunguliwa, hapo ndio sasa lugha nyingine itaanza kuja kwa mdomo. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Sasa hivi hata akikupigia simu, mambo naendeleaje? And it's not even worried. And in fact anaongea na mchungaji. Anambia mchungaji mambo. Ndipo anamuuliza dada, uko ndani ya wokovu? Oh pastor, pole. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because tumezoea Bwana Yesu asifiwe ni wapi? Kanisani. No, tumsifu Mungu hata tukiwa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. The worship that God needs. Mpendwa, unapoangalia katika maabudu tulio nayo, maabudu ufanyayo wewe mwenyewe binafsi, do you think this worship is healthy? Ama ibada hiyo ina ugonjwa mahali fulani?
Na unajua worship, listen, I'll tell you this clearly before I go away. Worship, make it a lifestyle. Because we are saying it is a commitment, a religious commitment. Yani ni majukumu yako ya Kikristo, sio ya kikidini. No. Can you say, sawa, you can say it whichever. Because all who are watching me, I believe si kwamba wote ni Wakristo. But it is a religious commitment, that's worship. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu naona mwanamke Msamaria anasema sisi huabudu katika mlima huu. Ina maana ni kitu ambacho wao kifanya na hata sasa wanakifanya, lakini Yesu anabadilisha direction. Ng'ang'ana sana ili kwamba tuwe katika nafasi iliyo bora. Bwana Yesu asifiwe. Verse 21. Jesus declared, "Believe me, woman. Believe me, woman." We are reading John chapter 4, and we are now going to verse 21. Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem." I have all the Bibles. I have the English version, I have the Kiswahili version. Kwa hivyo sihangaike sana, nitasoma uipate. Wamba labda Kizungu kinatatiza ama Kiswahili kinatatiza. Mstari wa 21, Yesu akamwambia, "Mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu." Amen. Hallelujah. Sasa kama hatutaabudu katika mlima huu wala hatutaabudu Yerusalemu, tutaabudia wapi? Hapo hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hapo ulipo. Lakini maabudu yawe maabudu yaliyo na afya. Bwana Yesu asifiwe. Yawe maabudu ambayo yanavutia. Kuna hata wajua kuna watu wana afya lakini hata hawavutii. Wajua hiyo? Kuna watu wana afya na hawavutii. Hawavutii kivipi? They cannot even attract the heavens to be opened. That's what I mean. They cannot attract the spirit, kuondoa captivity in their lives. Badala yake, the people are repellent. Yani wana shingo ngumu. Lakini bado nakwambia wao wakatika maabudu yaliyo ya sawa. Oh my God. Si uponye kanisa lako Mungu. Uponye ibada yako. Kama watu tunasema tunakuabudu, kama watu tunasema tumeokoka, tumekubali wewe, basi wacha hata mienendo ionekane tumekubali. Wacha tabia ionekane tumekubali. Wacha tunavyotenda ionekane tumekubali Bwana. Si kwamba tutakubali tu wakati mambo yako sawa. Tunakubali katika majira yote. Tunakubali hata tukiwa nyumbani. Sio tukiwa tu kanisani. Sio tukiwa tunaonekana tuko na vyakula vya kukula. Hata kama hatuna vyakula, bado wewe ni Mungu. And we need to worship you. We need to adore you. We need to lift you high. Even if hatuna pesa, even if inaonekana now the economy ni mbaya, bado Mungu ni Mungu. Na anahitaji aabudiwe alivyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anahitaji aabudiwe. Let me reveal to you. And that's why I'm saying Mungu atusamee. Wajua hata kipindi hiki watu wamekoma. Hakuna fungu la 10. Bado nasema tunamwabudu nani? Na tunakula, tunakunywa. Lakini no tithe. Na unasema uko nyumbani, nitapeana vipi my tithe? Yet you know you are pastor. Na unaweza kumpigia simu. Ama wengine wanampata kwa Facebook. Sawa.
don't you do the right thing? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Let us do what is needed. So that we restore the worship that God needs. A healthy worship. Kwa hivyo Yesu anaambia mwanamke, wakati unakuja, alimuita hivyo ya mama, ambia mama, wakati unakuja hamtaabudu katika Yerusalemu wala hamtaabudu katika mlima huu. Ina maana ibada itakayohitajika inafaa itoke ndani ya moyo kwa ibada yenye afya. Bwana Yesu asifiwe. Ibada yenye kumpendeza Mungu. Hata ukiwa kazini bado ni ibada. Jua kwamba pale mahali ulifanyalo Mungu anahitaji ibada katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Ibada, it means you are creating an opportunity for a fellowship with God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And that's why Romans chapter 12, I believe verse 1, natuambia, brothers, therefore brethren, I urge you to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable before the Lord, for this is the right worship. Hata unapokuwa nyumbani, God needs that worship that is right. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati wa kukaa hapo nyumbani, kwa sababu hali ni ngumu sasa. Unaanza kuweka mkono hapa mbele, unajichora vikatuni kuanzia hapa. Unajichora vikatuni unamaliza mpaka huko. Mkono huu unamaliza. Unaanza the other hand. Unajichora vikatuni unamaliza. Asifa hujatosheka, unaanza kujipiga picha sasa ukipost. No, that's not what we have been created for. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Verse number 22, as we wind. You Samaritans worship what you don't or what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Let me read verse 23. Yet a time is coming, and now, or has now come, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshippers the Father is looking for. Bwana Yesu asifiwe. So the worship that God looks, or the worship that God wants, ni ile yeye apatiwe ibada. Let me see. I want to help me, you know the right word to use. Wakati Mungu amekosa kuchukua nafasi ya kwanza ya maisha, ina maana kuna kitu kingine kimechukua nafasi katika maisha, ambayo inachukua nafasi ya nani? Ya Mungu. Na wakati kuna kitu kinachukua nafasi ya Mungu, unakipatia uthamini wa hali ya juu kushinda unavyompatia nani? Mungu. Na sasa hicho kinapoonekana kinakuwa ni kiungu. In English we call it an idol. And that is why tunasema uabudu wa sanamu umezidi kushinda kuabudu nani? Hata wengine wanaingia ndani ya kanisa wanataka muabudu Mungu, lakini ndani yao wanajua vizuri, hata nilipo hapa sijakuja kumwabudu Mungu, nimekuja nijaze idadi. I know what I worship. Na nakwambia, I'm worshiping God. Come on. When God looks at all these men, kwa sababu wewe, kuna uwezekano ametunyima macho kuona huyu anaabudu nini. Tunaona tupo sote miongoni humo. Lakini Yesu anasema kuna watu wanakiabudu wasichokijua. Heri wewe na mimi tuabudu tukijuacho. Tuabudu tumjuaye, ambaye ni Mungu, ako zaidi ya yote, ako na mamlaka yote, hafananishi na chochote katika hali zote. He remains to be God, and he needs the worship. Come on, even if watu kila kitu kitafungwa ya kwamba sasa hata watu wasiabudu Mungu, nisaidie mimi moyo wangu usikukane, wala kinywa changu kisikunene mabaya. Need to stand. Jinsi Yoshua alivyosema, majira yalikuwa magumu, lakini Yoshua akasema hapana, mimi mnionavyo pamoja na nyumba yangu tutamwabudu Bwana. Lakini nyinyi sasa
tulipofikia, chagueni mtakachokiabudu. And the time is here now. When you see all these things happening, God is in the process. Brethren, it is my cry, it is my prayer for all of us, that the grace of God, wache tutambue tena, neema hii tuonekanie tena, neema hii tutafute tena, neema hii tuoshe tena, neema hii turudishe tena, neema hii tupatie nafasi tena, ili ya kwamba turudi ndani ya kumwabudu Mungu kutakakompatia utukufu wa hali ya juu. Watu ambao wanaabudu shetani, wale ambao wanaabudu sanamu, wanaviabudu unaweza shangaa, na wanavitolea unaweza shangaa, wanaviheshimu unaweza shangaa, wanavithamini unaweza shangaa. Lakini Wakristo tumekosa hiyo hali, mpaka Mungu anafika mahali pa kwanza kuulizana maswali. Sasa kama mimi ndio baba yenu, iko wapi heshima yangu kwenu? Where is my respect? Unadhani Mungu afike hicho kiwango? Do you think it is easy? Mpaka anauliza, sasa kama mimi ndio Mungu, kama mimi ndio baba yenu, iko wapi heshima yenu pangu? Where is that respect? Ina maana akiangalia wengine wanafanya vitu vingine, wanavifanya kwa moyo wao wote, lakini sisi, that committed worship is not there. Although we say we are worshiping, but there's no committed worship. I mean, there's no committed love. Listen very well. May God help his people. May God